Ni Jumatatu ya Oktoba 13 mwaka wa 2025. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu imeendelea tena katika mahakama hii, katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Na leo pamoja na mambo mengine kuna shughuli mbili ambazo zilikuwa zimepangwa kwa mujibu wa ratiba. Kazi ya kwanza ilikuwa ni jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru ambao wanasikiliza shauri hili kutoa uamuzi kufuatia mapingamizi moja ambao lilikuwa limewekwa na upande wa Jamhuri mwishoni mwa juma lililopita. Na pingamizi lenyewe ilikuwa ni kuhusiana na kielelezo cha DE1 ambacho ni maelezo ya shahidi namba 2 wa Jamhuri ambaye ni Inspekta wa Jeshi la Polisi John Kaya. Haya ni yale maelezo ya awali ambayo aliandika akiwa katika kituo cha polisi kuhusiana na shauri hili, na lengo hasa mshtakiwa alieleza huko mwanzoni kwa maana ya juma lililopita, mwishoni wa juma lililopita, kwamba akiomba kwamba kielelezo hicho kitumike ama kipokelewe mahakamani na kitumike kama sehemu ya ushahidi, na mshtakiwa lakini kwenye maelezo yake hakukiainisha. Kwa hiyo yeye akaomba kwamba kitumike, na jambo ambalo Jamhuri walilipinga. Na katika kupinga kwao utakumbuka ilielezwa kwamba utaratibu ambao unapaswa kufuatwa haukuzingatiwa, na ndivyo pingamizi likawekwa. Lakini baada ya mabishano ya kisheria, mahakama utakumbuka iliahidi kwamba leo ingeanza na kutoa uamuzi kuhusiana hilo. Na katika uamuzi wake majaji wanasema kwamba utaratibu wote ulifuatwa kama vile ambavyo unahitajika. Kwanza ni kuweka hiyo nia kama ambavyo mshtakiwa aliifanya, ambaye kiwalisia anajitetea mwenyewe. Lakini jambo la pili lilikuwa ni kumsomea shahidi maelezo yale, jambo ambalo pia inaonekana alifanya. Lakini jambo la tatu ilikuwa ni kuainisha vipengele ambavyo anaona vinahitaji kufanywa dodoso kwa maana ya cross examination, na aliainisha vipengele 45. Na jambo la mwisho ilikuwa ni kumhoji mshtakiwa shahidi kama endapo atakuwa tayari kielezo hicho kipokelewe mahakamani na kitumike kama sehemu ya ushahidi. Kwa hiyo baada ya maamuzi hayo ya mahakama, sasa ni rasmi kielezo kikapokelewa na kikapewa jina la DE1, na sasa kielezo hiko kikaingia kama sehemu ya ushahidi. Hatua ya pili ilifuata sasa kwa maana ya mshtakiwa kuendelea sasa kuhoji maswali ya dodoso shahidi namba 2 kwa maana Inspekta wa Jeshi la Polisi John Kaya. Na katika eneo hili amepita kwenye maeneo mengi kweli, na kubwa akijaribu kuchambua ama kufanya ulinganifu wa maelezo yake ya jeshi ya shahidi huyo ambao ameyatoa kwa njia ya maandishi na yale ambayo ameyatoa kwa njia ya maelezo, na amejaribu kuainisha makosa na kasoro nyingi katika yale ambayo ameyaona. Lakini kubwa yapo pia maeneo mengine ambayo amemuuliza, kwanza kuhusiana na historia yake ya kielimu kwa maana ya elimu ya Jeshi la Polisi, lakini elimu yake pia ya kawaida kuanzia alikopita kwenye ngazi mbalimbali, elimu ya msingi, sekondari, mpaka kufikia hatua ya vyuo. Na ndivyo ambavyo ikabainika kwamba shahidi huyu ambaye tunazungumza ana degree ya masuala ya sheria ambayo ameipata mwaka 2019 katika Chuo Kikuu Huria hapa nchini. Lakini kama hiyo haitosha, amemuuliza pia kuhusiana na nafasi yake na
na ubobevi wake kwenye mitandao ya kijamii na hasa kuhusiana mahususi kwa ajili ya kesi ambayo inaainisha moja kwa moja kwamba alikuwa kesi study yake inahusiana na mtandao wa kijamii wa YouTube ya Jambo TV. Alimuuliza maswali mengi sana eneo hilo, kwa namna gani ambavyo mitandao mtu anaweza kaingia, vipi mtu anatakiwa isalejilije, na shahidi alikuwa anajibu kuhusiana kile ambacho yeye anakifahamu kwenye eneo hilo. Alimuuliza kama endapo anafahamu inawezekana mtu ambaye kimsingi hana account anaweza kaingia kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube na kuweza kuupload picha, na shahidi Inspector wa Jeshi la Polisi John Kahaya alijibu hilo. Lakini pia kama yotosha, alimuuliza kuhusiana na nafasi yake, kama endapo anafahamu kwamba mshtakiwa yeye sehemu ya wakurugenzi wa Jambo TV, na mshtakiwa shahidi alisema hajui lolote kuhusu hilo. Alipouliza kama anafahamu endapo mshtakiwa yeye anamiliki password ama sehemu ya waandishi wa habari wa Jambo TV, na yote aliyesema kwamba yafahamu. Mengi sana yamejili mahakamani hapa kwa siku ya leo, lakini kwa ujumla kwa kiasi kikubwa siku ya leo mshtakiwa ameitumia kufanya ulinganifu wa maswali ya dodoso kupitia kielelezo DE1 na maelezo ambayo shahidi aliyatoa mahakamani hapa. Baada ya shauri hili kwa siku ya leo kufika jioni hii, judge ama jopo la majaji ambao tunasikiliza kesi hii wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru wameahirisha shauri hili mpaka hapo siku ya Jumatano, ambapo majira ya saa 3 asubuhi kesi itaendelea kwa muendelezo wa mshtakiwa kumhoji maswali ya dodoso kwa maana ya cross examination shahidi namba 2 wa Jamhuri, Inspector wa Jeshi la Polisi John Kahaya. Nje ya viunga vya mahakama, mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu wa Chadema wakili Gaston Garubindi akazungumza na wanahabari kile ambacho kimejiri kwa maana ya overview ya kile kilichojiri kwa siku nzima na update nyingine ndani ya chama hicho. Sawa, jamani, leo ni siku ya 6 ya kesi ya mwenyekiti wa chama taifa, na leo asubuhi tumeanza kwa kusikiliza mapingamizi au uamuzi mdogo wa Mahakama Kuu. Mtakumbuka Ijumaa tulipokuja hapa Jamhuri waliweka pingamizi, walikuwa wanapinga maelezo ya shahidi namba 2 wa Jamhuri John Kahaya kutolewa hapa mahakamani wakidhani kwamba utaratibu ule ulikuwa hukufuatwa. Kwa hiyo Ijumaa walitoa hoja, na mnakumbuka kwamba Mahakama Kuu hii iliahirisha ikasema itatoa leo uamuzi mdogo. Na leo tulipoanza asubuhi, Mahakama Kuu kwenye uamuzi wao wamesema utaratibu wa kutumia maelezo ya shahidi aliyoyatoa polisi ulifuatwa. Hiyo Mahakama Kuu leo ikakubali kwamba maelezo ya bwana Kahaya ambayo aliandika polisi yapokelewe mahakamani ili kumwezesha mshtakiwa kuweza kufanya ulinganifu, tunasema kucontradict maelezo aliyoyatoa polisi na ushahidi wake ambao aliutoa tarehe 9 hapa mahakamani. Kwa hiyo siku nzima ya leo mwenyekiti ametumia muda huo kufanya ulinganifu, kuonyesha maeneo zaidi ya 40 ambayo yalikuwa yanatofautiana baina ya ushahidi aliyoutoa mahakamani dhidi ya maelezo aliyokuwa ameshayaandika huko kwenye hati yake ya maelezo ya Jeshi la Polisi. Kazi hiyo imefanyika vizuri sana. Lakini mambo mawili au matatu ambayo yanafurahisha zaidi. Shahidi mwenyewe anakiri kwa mdomo wake kwamba hakupeleleza kitu kinachoitwa ushahidi, na yeye hajui kama mwenyekiti anashtakiwa kwa makosa ya ugaidi au ya uhaini ambayo yako hapa. Kwa shahidi mwenyewe amesema. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, shahidi anakubali kwamba hajui kama Mheshimiwa Lissu anamiliki password za mtandao wa mmojawapo ambao unadaiwa maneno yale yaliwekwa kule. Sasa shahidi alisema ili uweze kuwa au kumiliki akaunti yoyote kwenye mitandao ya kijamii lazima uwe una uwezo wa kuwa na nywila wanaita password ili uweze kuupload at least hizo content. Sasa shahidi mwenyewe anakubali kwamba hana uhakika, hajui kwanza kama Mheshimiwa Lissu ni mmiliki wa huo mtandao. Jambo la kwanza, hajui kama Mheshimiwa Lissu ni mwandishi wa habari, kwa maana kwamba alienda kucollect zile taarifa. Shahidi anasema hajui kama Mheshimiwa Lissu pia yeye ndiye aliyeupload hiyo video inayobishaniwa hapa mahakamani au inayodaiwa kwamba ina maneno hayo ya kiuhaini. Kwa hiyo kwa ushahidi huo tu, kwa kosa ambalo na mtuhumu mwenyekiti kwamba alichapisha na kusambaza hiyo clip kwa maneno hayo, nadhani mnaweza mkalinganisha hicho alichokisema shahidi vis-a-vis madai ya Jamhuri. Sasa leo hatujamalizana naye au mwenyekiti hajamalizana na shahidi huyo. Imefika saa 11 na kwa sababu kesho ni tarehe 14
ni siku ya kumbukumbu ya baba wa taifa, mahakama haiwezi kaendelea kesho, kwa sababu kwa sheria za nchi hii kesho ni siku ya mapumziko na ni sherehe, tumezoea kuita hivyo. Kwa hiyo tutaendelea kesho kutwa. Mheshimiwa Lissu ataendelea na maswali ya dodoso dhidi ya shahidi namba 2 wa Jamhuri, Inspector John Kaya, ambaye atapaswa kufika hapa tena kuendelea na kikango chake. Sisi wanasheria tunasema kikangoni. Ataendelea kukaa pale kikangoni siku ya Jumatano mpaka mheshimiwa mwenyekiti atakapohitimisha au atakapokamilisha maswali yake ya dodoso. Sasa nje ya update hiyo ya kilichotokea leo mahakamani, nina jambo dogo tu la nyongeza, na hili linahusu madai yetu ya siku zote ya kukamatwa kwa viongozi wetu maeneo mbalimbali. Mara ya mwisho tulipokuja hapa nilizungumza kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa kanda ya Victoria ambaye alipewa kesi ya armed robbery baada ya kudaiwa alikuwa anashusha mabango ya wagombea. Baadaye hati za polisi zikasema na mahakamani, baadaye wakampeleka wakadai kiongozi wetu ameiba ng'ombe kwa kutumia silaha. Leo viongozi wengine pia akiwemo katibu wa mkoa wa Kagera pamoja na katibu na mwenyekiti wa jimbo nao wanadaiwa wameitwa jeshi la polisi, na kwa taarifa zetu sisi zinasema wao polisi kule wanadai ni maelekezo ya kutoka huko juu. Sasa wito wetu kutoka huko juu yanakotoka hayo maelekezo, jeshi la polisi lipo kwa mujibu wa sheria ya polisi pamoja na wasaidizi, the police force and auxiliary. Jeshi la polisi linaongozwa pia kwa miongozo mingine ikiwemo Police General Order. Tunawaomba na kuwasihi kwenye kipindi hiki jeshi la polisi kuhakikisha wanafata sheria kama ilivyo, kanuni na miongozo mbalimbali, ili kuepusha taharuki zisizokuwa na maana yoyote. Kama mtu ana matatizo na makosa yake, basi aitwe, ahojiwe na achukuliwe sheria kwa mujibu wa utaratibu uliopo. Tusiviziane, wasikamatwe katika namna ambayo inaacha taharuki. Jana mwenyekiti wa mkoa wa Kagera Chief Karumna alikamatwa nyumbani kwake na maaskari wa jeshi la polisi, tena wengi kweli kweli, katika namna ambayo sasa tulikuwa tunajiuliza, watu waliokuwepo wanashangaa ni nini kinatokea. Sasa polisi, kama mtu ana makosa, mtu amekuwa naibu meya, amekuwa meya, huyo unamuita tu, tuna shida na wewe, tafadhali kesho fika posti la jeshi la polisi hapa, tuna mambo ya kuzungumza. Anakuja, mnazungumza, kama jambo linapaswa kupewa dhamana mnampa dhamana, anakwenda nyumbani. Kama jambo sio la dhamana, basi mnafuata utaratibu mwingine. Mambo ni mepesi tu, yani hayo hayahitaji kuzua taharuki kwa jamii au kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo tunaomba kumalizia wa kusema tunaomba na tunakumbusha jeshi la polisi, tafadhali, katika mazingira ya sasa ambayo watu wanapotea, hebu tufanye utaratibu ambao upo, tuwaite wanaotakiwa, au hata kama tunawakamata basi tutumie zile reasonable force bila kuleta taharuki kwenye jamii. Ni hayo tu kwa leo, asanteni sana.